chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai Mohamed Amin kwa kusema anatumika na waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen kuwaficha maafisa wa polisi wanaotekeleza mauaji humu nchini. Akizungumza alipojumuika na wakazi wa Nairobi katika kaunti ya Narok, alishtumu hatua ya DCI kuonekana kuwa walegevu wakati ambapo wanachunguza na kuweka wazi maafisa wa polisi wanaotekeleza mauaji, akirejelea kisa cha mwanasiasa John Wasama aliyeaga hata baada ya kuripoti kuwa maisha yake imo hatarini. Isaac Musyoka na kina cha taarifa hiyo. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai Mohamed Amin kwa kusema anatumiwa na waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen kuwaficha maafisa wa polisi wanaotekeleza mauaji nchini. Mimi jana nilisema huyu mtu anaitwa Mohamed Amin DCI ndio anatumika katika cover up ya mauaji. Pale Mount Elgon kuna mtu anapigania kiti ya bunge ya Mount Elgon anaitwa John Wasama. Alipiga ripoti kwa polisi mara 5. Akasema maisha yake iko kwa hatari na akasema yule amemtishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika report alimtisha atamuua, hajakamatwa. Huyo mtu amesema hakuna pahali atapelekwa kwa sababu analindwa na Kipchumba Murkomen. Kuliko akamatwe aandike statement. Murkomen ametuma Land Rover ya polisi Land Cruiser 6 kwa boma ya huyo kiongozi kumchunga. Akirejelea kisa cha mwanasiasa John Wasama aliyeuawa hata baada ya kuandikisha ripoti kwa maafisa polisi, akilalamika kuwa anahofia maisha yake, Gachagua akibaini kuwa mshukiwa wa mauaji yale alikingwa na wanapolisi, akibaini kuwa Amin anafaa kuchunguzwa ni maafisa wepi aliyowaficha baada ya kutekeleza mauaji. Mimi nataka niseme Bwana Amin, wewe umehangaisha Wakenya. Watu wanauawa kama kuku. Kazi yako ni cover up. Kazi yako ni kuzuia wale watu wanaumiza Wakenya. Tunakuambia pale Mount Elgon, na mimi mwenyewe nitafika huko, ni mobilize watu ya Mount Elgon wa demand ya kwamba yule ameua huyu mwanasiasa lazima akamatwe. Na wewe Murkomen na Ruto mumesumbua Kenya ya kutosha. Upande wake seneta wa Nyandarua John Methu akiwataka vinara wengine upinzani kujitokeza kutafuta uungwaji mkono ili upinzani uwe na nguvu ya kumwondoa Rais Ruto mamlakani katika uchaguzi mkuu ujao, akisema kuna atakayepewa wadhifa wa kuwa mwaniaji ikiwa hana uungwaji mkono. Juzi Rigathi Gachagua alikuwa Kiambu on Friday. Saturday alikuwa Kajiado. Jana alikuwa Kiambaa. Leo ako Narok. Mtoto mmoja hawezi fanya hii kazi peke yake. Lazima hata na nyinyi kama mnataka tusaidiane, mtokee muende mkaombe kura. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Iko mtu kapatiwa kiti nyumbani. Walizungumza haya katika mkutano wa hadhara eneo la Nairobi kaunti ya Narok. Mimi nasema hapa Narok East, huyu kijana anaitwa Kelly Olale. Huyu kijana mimi nasema. Isaac Musyoka, Undugu TV.